Mimi naitwa King Adubu William. Mimi ni wakili naiwakilisha familia ya Mheshimiwa Balozi Polepole. Kama nakumbuka kwamba tarehe 6 ya Oktoba Mheshimiwa Balozi Polepole alipotiwa kutekwa na watu wasiojulikana. Na sasa ni miezi mitatu hajulikani alipo. Na ninapojua kwamba Mheshimiwa Polepole alikuwa anaishi eneo la Ununio, Dar es Salaam. Mkataba wake wa nyumba alikuwa amepanga na kuisha tarehe 11 ya mwezi huu wa Januari. Kwa hiyo familia ilitafuta sisi kama taasisi, lakini pia na mwenye nyumba kwa ajili ya kutaka utaratibu namna gani wanaondoa vifaa vyao katika jengo hili. Kwa hiyo mamlaka za Tanzania kama jeshi la polisi zilitoa ridhaa kwamba familia ya Balozi Polepole inaruhusiwa kutoa vitu vyao ndani na kwenda kuhifadhi nyumbani kwao. Kwa hiyo leo tarehe 6 ya mwezi Januari, mimi kwa kushirikiana na familia ambayo iko mbele yenu tukiongozwa na mzazi wa Mheshimiwa Polepole vile katika eneo hili la Ununio alipokuwa anaishi kwa ajili ya kutoa vifaa ambavyo vilikuwa vinakaa kwenye tangu tarehe 6 ya mwezi Oktoba. Baada ya jeshi la polisi lilikuwa limezuia mtu yote asiingie huko. Lakini sasa baada ya kuruhusu kwamba sasa familia inaruhusiwa kutoa vitu vyao, kwa tumekuja leo kwa ajili ya kuondoa vitu hivyo ambavyo vitakwenda kuhifadhiwa kwenye familia ya mama yake na Polepole. Na mimi kama wakili nataka niseme kwamba mpaka leo miezi 3 na Polepole hajulikani yuko wapi. Tumeendelea kutoa wito kwa serikali. Na nataka nirudie tena hapa kuitaka serikali ya Tanzania na mamlaka zote nchini kwamba zitueleze Balozi Polepole yuko wapi na yuko aliko na hali gani, kwa sababu tunafahamu kwamba nchi hii inaongozwa kwa mujibu wa sheria, kanuni na katiba. Kwa maana kwamba kunapokuwa na makosa, katibu ni kwamba unakamatwa, unapelekwa polisi, polisi wanapeleza kesi, wanampelekea DPP, unapelekwa mahakamani, serikali inaendesha kesi yake, lakini pia mtu anapewa nafasi ya kujitetea. Mahakama inafanya tathmini ya ushahidi, inatoa hukumu, inatuambia kwamba tuhuma zako zilikuwa ni za kweli, kwa unahukumiwa, au zilikuwa ni za uongo, unaachiwa huru. Ndio namna ambayo nchi yetu inaongozwa. Hamna mtu mwenye mamlaka nchi hii ya kuchukua mtu akampeleka kusikojulikana akaishi naye au akamuua. Nchi hii hiyo mamlaka pekee nchi hii, naomba kurudia, mamlaka pekee nchi hii yenye uwezo wa kuua ni mahakama pekee. Katika makosa ambayo tuhuma zake ukikutwa na hatia kunyongwa hadi kufa, makosa kama mauaji, makosa kama ya uhaini na mengine. Nje ya mahakama hakuna mtu mwingine yeyote haruhusiwi kukamata mtu akaenda akamtoa uhai wake. Hiyo taratibu hatuna. Kwa Tanzania ni nchi ambayo inaongozwa kwa mujibu wa sheria. Naomba kuuliza mara mbili hapo. Tanzania ni nchi ambayo inaongozwa kwa mujibu wa sheria. Kama ukiwa mkosaji, ukiwa na tuhuma, unapaswa ukamatwe, upelekwe polisi, uhojiwe, upelekwe mahakamani, usikilizwe, mahakama itoe hukumu. Hasa haya yakufanyika. Kwa hiyo mimi naendelea kuomba tena Tanzania na mamlaka zote nchini zinazohusika zimekishoka Mheshimiwa Polepole anapatikana, tuambie yuko wapi, ana hali gani, kama na makosa aliyofanya, apelekwe mahakamani.